Tunataka kufahamu kuhusiana na mwenendo wa shauri la kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu juu ya madai ya kuchapisha taarifa za uongo. Kwa nini kwa sasa hivi haiendelei, na pia kuhusiana na kwa nini Tundu Lissu siku chache zilizopita alifikishwa mahakamani pasipo chama kuweza kupewa taarifa. Lakini pia tunataka kufahamu kwa kina kuhusiana na kwa nini kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu imesimama, kesi ya uhaini kwa sasa, na Chadema mnapanga kuchukua hatua gani? Okay, nafikiri tuanze na hiyo kesi ya kuchapisha taarifa za uongo. Watanzania watakumbuka kwamba mwezi April 2025 wakati Mheshimiwa Lissu anafikishwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, alikuwa anakabiliwa na makosa mawili. Kosa la kwanza alikuwa anatuhumiwa kwa kosa la uhaini, na tuhuma ya pili ilikuwa ni kuchapisha taarifa za uongo. Kwa hiyo hayo yalikuwa ni mashauri mawili tofauti. Sasa na kosa la kuchapisha taarifa za uongo kwa mujibu wa kumbukumbu zetu na za mahakamani ilikuwa chini ya Mheshimiwa Muhini. Muhini ni hakimu mwandamizi pale mahakama ya mkoa wa Dar es Salaam, inaitwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Sasa shauri hilo lilisikilizwa kwa hatua zile za awali kipindi kile, na ilifika sehemu mawakili wa Mheshimiwa Lissu kuna mambo waliona hayakuwa yameenda vizuri, kwa hiyo wakaamua kufanya revision. Walipeleka maombi mahakama kuu ya kufanya marejeo. Kwa hiyo shauri lile lilikuwa limesimama. Unapoomba kufanya revision, maana yake ni kwamba shauri la kwa ngazi za chini linasimama, na kwa maneno mepesi wanasema jarada linakwenda mahakama ya juu. Kwa hiyo lilikwenda mahakama kuu kwa ajili ya kufanyiwa revision, lakini baadaye lilirudi. Sasa baada ya kurudi, yalikuwa ni matarajio kwamba kesi ile ya kuchapisha taarifa za uongo ingeweza kuendelea, lakini kwa bahati mbaya haijaweza kuendelea. Huenda labda, nafikiri na sina uhakika kwa sababu hatujafanya hiyo confirmation na mahakama position yao, lakini tulifikiri kwamba ilisimama ili kupisha mchakato mwingine wa hiyo kesi iliyokuwa inaendelea, kwa maana ya kesi ya uhaini. Sasa kesi ya uhaini, kama ambavyo Watanzania wanajua na dunia inafahamu, imesikilizwa kwa hatua kadhaa. Tumesikiliza baadhi ya mashahidi na wametoa ushahidi wao, na imekuwa na ups and down nyingi. Kuna mapingamizi kadha wa kadha yametolewa na yameamuliwa na mahakama kuu. Sasa kwa hatua tuliokuwepo, mtakumbuka kwamba upande wa jamhuri walikuwa na maombi ya kuongeza maelezo ya shahidi mwingine mara ya mwisho, na maombi hayo yalipingwa na Mheshimiwa Lissu, na mahakama kuu ikasema maelezo yale, kwa sababu yalikuwa ni ya shahidi ambaye maelezo yake awali yalikuwa yameshaorozeshwa Kisutu, hayakukizi vigezo vya kuongezwa kwa maana ya maombi ambayo walikuwa wameleta. Sasa upande wa pili, kwa maana ya walalamikaji jamhuri, wao wakaona kama hawakulizika. Mwanzoni walisema wanakata rufaa, lakini kwa mujibu wa nyaraka zilizokuja walipeleka maombi mahakama ya rufani, maombi ya kufanya marejeo. Na sababu yao, nimesoma kiapo chao cha mawakili wa jamhuri, wanasema kwenye yale maombi ya kuomba waongeze maelezo ya shahidi kwamba upande wa jamhuri hawakusikilizwa, hawakupewa haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo wakaomba mahakama ya rufani iweze kuangalia huo mwenendo, yani waangalie uhalali wa ule mchakato na usahihi wake, ili mahakama ya rufani iweze kuona inafanya nini. Kama itaona hakukuwa na usahihi au mwenendo ule ni batili, basi iweze kuelekeza kwa namna nyingine. Sasa maombi hayo yalipofailiwa au yaliposajiliwa mahakama ya rufani, kama kawaida na taratibu zilivyo, Mheshimiwa Lissu alipata nakala ya maombi yale, na kwa sababu maombi yale yaliambatana na kiapo, na Mheshimiwa Lissu alipata fursa ya kujibu kiapo hicho. Na mtakumbuka alipojibu kiapo hicho aliambatanisha na kitu kingine. Alijibu kiapo kile, lakini akaambatanisha na kitu kinaitwa maombi ya hati ya dharura, akiomba mahakama ya rufani kusikiliza maombi hayo kwa udharura, na alieleza sababu za kiafya. Na sababu alizosema ni kwamba kabla hajakamatwa amekuwa anahudhuria matibabu na amekuwa chini ya uangalizi wa madaktari bingwa nje ya nchi. Kwa hiyo akasema hakuomba huruma ya mahakama kumwachia, lakini alikuwa anataka mahakama ya rufani isikilize maombi hayo kwa udharura
ili mwisho wa siku itakapoonekana hana hatia, basi kesi ya msingi iweze kusikilizwa na ifikiwe mwisho. Ikiisha, ili yeye aweze kupata fursa ya kwenda kukutana na madaktari wake bingwa ambao wamekuwa wanaangalia afya yake baada ya lile shambulio ambalo lilitokea kipindi kile kule Dodoma. Sasa maombi hayo, kwa sababu alishajibu, taratibu zote zilishakamilika. Sasa ni wakati au ni iko ndani ya mamlaka ya mhimili wa mahakama kupanga yenyewe ni tarehe gani hasa watasikiliza hayo maombi ya jamhuri dhidi ya Tundu Lissu, hayo ya kufanya revision. Sasa ni inategemea na hiyo record na hiyo kalenda ya mahakama kwamba itapanga kwa dharura upi. Kama naamini mahakama imepata hayo maombi ya Mheshimiwa Lissu, kama mahakama itaona zile ni sababu za msingi, kwa hiyo tunategemea kwamba itapanga hivi karibuni. Na kwa kweli ni wito wetu kwamba kwa mazingira yalivyo, kwa sababu ya kesi ilivyo, ina mvuto wa inafuatiliwa na umma na watu wengi, tunafikiri kwamba mahakama ingeipa kipaumbele pia ikaita, ili Watanzania na dunia nzima inataka kujua hicho ambacho kipo, kwa sababu kumeanza kuwa na hisia mchanganyiko. Wako watu tunafikiri kwamba jamhuri wameona kesi mambo yamezidi unga, kwa hiyo wameenda kuipaki. Umma unasema hivyo. Sasa mahakama nafikiri kwa busara zake itaona na ingesaidia kwamba kesi hii iweze kusikilizwa mapema, ili mbichi na mbivu ziweze kujulikana. Kama mtu ni mhaini, basi aweze kufesi adhabu ambayo ipo kwa mujibu wa sheria, na kama sio mhaini aachiwe aje uraiani aendelee na maisha mengine, kwa sababu maisha ya mwanadamu huwezi kuyakompensate. Huo muda ambao anatumia akiwa huko ndani au huwezi kuwa compensated. Sasa tunaelewa kwamba mtu akisema hivyo, na nimesikia watu wengine wanasema huko ni kuingilia muhimili wa mahakama. Mahakama nazo zimepewa utendaji kazi wake kwa mujibu wa sheria. Mchakato unapaswa kufuata hivyo. Hizo rule of sub judice haziwezi kuja wakati wengine wana violate, halafu mtu kusema bwana, hebu sikiliza basi hilo shauri la huyo mtu, haraka unasema unaingilia muhimili wa mahakama. Hapana, hii njia ya haki iko upande wote na inabana watu wote. Sasa kwa sababu kesi hiyo ya uhaini imesimama kwa maana ya kusubiri hiyo kalenda ya mahakama ya rufani, kwa maana ya kupanga hiyo tarehe ili iweze kusikiliza hiyo maombi yaliyowasilishwa na jamhuri, tulitarajia kwamba kesi ile ya kuchapisha taarifa za uongo ambayo iko mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ingeendelea sasa hivi, kwa sababu hakuna kipingamizi chochote ambacho kinasababisha kesi ile isiendelee. Mtuhumiwa yuko ndani, yuko gerezani, hana mashauri yoyote. Kuna sababu gani ya msingi kwa kesi ile kutoweza kuendelea? Kwa bado tunatoa mwito kwamba wenye mamlaka na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu wanapaswa, na tunawakumbusha kwamba wana kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inayomkabili mwenyekiti wa hiki chama. Kwa hiyo kesi ile inapaswa kuendelea kwa sababu ilisimama kwa muda mrefu, na kwa amri ya mwisho walisema kesi imekuwa adjourned sine die, yani mpaka watakapotoa taarifa nyingine. Tunafikiri kipindi hiki ambacho tunasubiri kalenda nyingine kuendelea, shauri lile linapaswa kuitwa ili mashahidi waletwe, Mheshimiwa Lissu asikilize mashahidi wale, kama atapaswa kujitetea naye ajitetee, ili at least hii nyingine itakapokuja angalau ikute ile nayo imekwenda, kuna sehemu imefikia, kuliko utaratibu wa sasa. Na ukimya huu ndio unaosababisha hizo hisia mchanganyiko. Watu wanafikiri kwamba kesi ziko kule au mwenyekiti yuko ndani kwa sababu amekwenda kuwa packed, kwa sababu ukiwaeleza, ukimwambia mtu yoyote mwenye utashi na mwenye utimamu haelewi sababu yoyote ya kwa nini mashauri hayo hayaendelei sasa hivi na wakati hakuna kizuizi cha aina yoyote. Kwa hiyo ni update ya ile kesi ya kuchapisha taarifa za uongo ambayo iko pending kule Kisutu mahakamani, kwenye ile mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mbele ya Mheshimiwa hakimu Muhini. Sasa umeuliza swali la tatu, linahusiana na juzi kwamba mwenyekiti alifikishwa mahakamani bila chama kuwa na taarifa. Kwanza, mahakamani huwa kuna utaratibu kwamba pale ambapo kesi imesikilizwa, shauri limesikilizwa na kuna muda au mahakama imefika kwenye hatua za kuweza kutoa uamuzi, huwa kuna utaratibu wa kutoa notice, kutoa summary kwamba tunawapa taarifa kwa ajili ya kuja kusikiliza uamuzi. Uwe ulihudhuria shauri hilo, uwe hukuhudhuria shauri hilo, kwenye sheria za hii nchi kuna hiyo provision inayosema kwamba mahakama inao wajibu sasa wa kutoa hiyo summary, kwamba bwana, kulikuwa kuna shauri lako, sasa mahakama imejipanga tarehe kadhaa itatoa huo uamuzi. Sasa ni bahati mbaya tu kwamba pamoja na kwamba ilikuwa mahakama ilisikiliza yale maombi, na hayo maombi yalianzishwa na mwenyekiti mwenyewe, Mheshimiwa Lissu alipeleka maombi mahakama kuu
mbele ya Jaji Mwanga. Kipindi kile alikuwa anasikiliza hiyo kesi ya mgawanyo wa mali za chama, na akawa anaomba kuunganishwa kwenye hiyo kesi iliyofunguliwa na Said Isa Mohamed na wenzake wawili. Mtateki noti kwamba moja ya waleta maombi kwenye kesi ile kwa sasa hivi hatuko naye duniani, Mwenyezi Mungu amrehemu, Ana Kom, Maulida Kom, ambaye amefariki hivi majuzi. Kwenye kesi ile Lissu aliomba kuunganishwa na alikuwa na sababu zake nyingi ambazo aliziweka kule. Kwa hiyo maombi yale yalisikilizwa mbele ya Jaji Mwanga. Sasa wakati maombi yamesikilizwa na Mheshimiwa Lissu amesikilizwa, amemaliza, bahati nzuri kwetu chama, labda na mbaya kwa waleta maombi, sisi chama kilikuwa kimeandika malalamiko mengine kwenda kwa Jaji Mkuu ya kuhusu mwenendo mzima wa kesi ile ilivyokuwa inaendeshwa. Kwa hiyo kwa busara za Jaji Mkuu akaelekeza sasa kwamba lile jarada lililokuwa mbele ya Jaji Mwanga liende mahakama ya rufani, ili mahakama ya rufani iweze kuangalia usahihi wa malalamiko ya Chadema ni yapi, na mahakama ya rufani iweze kuchukua hatua. Kwa hiyo baada ya kufika pale, manake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba jarada lile likaondoka mikononi mwa Jaji Mwanga likaenda mahakama ya rufani. Kwa hiyo hakukuwa na huo muda tena wa Jaji Mwanga kuendelea kufanya jambo lingine lolote, kwa sababu jarada lilikuwa limeshatoka mikononi mwake, limeenda mahakama ya rufani. Mkumbuke hapo wakati halijaenda, huku nyuma kulikuwa na pending, kulikuwa na hayo maombi ambayo yalikuwa yanasubiri kutolewa uamuzi. Sasa tumekwenda Dodoma kwa maana ya mahakama ya rufani, tumesikiliza, mahakama ya rufani imetusikiliza, na baada ya kutusikiliza na baada ya muda take time kidogo, imeandika ilichokiandika, na baada ya kuandika ikasema iko tayari kwa ajili ya kutoa uamuzi, na ikatoa uamuzi kwenye maeneo mawili. Mosi, kwenye kesi hiyo ya mgawanyo wa mali, mahakama ya rufani ikasema kuna hoja ambazo Jaji Mwanga hakuwa ameziamua. Moja ya mapingamizi ambayo tulikuwa tunabishana kule nyuma, Jaji Mwanga hakuwa ameamua. Kwa hiyo wale wazee mahakama ya rufani wakasema sasa tunalirejesha hili jarada lirudi mahakama kuu mbele ya jaji mwingine, ili aende akaamue kuhusu kwanza hayo mapingamizi ambayo ninyi mlikuwa mmeyaweka, kwa sababu kanuni za mahakamani ni kwamba kama kuna pingamizi lolote, kabla ya kufanya jambo lingine lolote, tunasikiliza kwanza yale mapingamizi, yakiisha ndio tunaendelea na utaratibu mwingine. Kwa hiyo jarada likasema lirudi. Tukawa na hoja ya pili kuhusu kufungiwa chama hiki kufanya shughuli za kisiasa, kama ambavyo mnafahamu kwamba tumekaa almost mwaka mzima tufanye shughuli za kisiasa. Once again mahakama ya rufani ikasema Jaji Mwanga alikosea, kwa sababu wakati anasikiliza maombi ya zuio, wakili aliyekuwepo kwa niaba ya bodi ya wadhamini na kwa niaba ya katibu mkuu Jebra Kambole alikuwa ameiambia mahakama kwamba yeye anajitoa kukiwakilisha chama. Sasa utaratibu ni kwamba kama una wakili wako yuko mahakamani na we haupo, wakili akasema anajitoa, mahakama inapaswa kuwahilisha kusikiliza ile kesi, halafu ikupe taarifa wewe unayedaiwa au wewe mwenye kesi, kwa bwana, unajua wakili wako huko ameshajitoa, sasa nakupa taarifa ili uje mahakamani uiambie mahakama utasimama mwenyewe au unatafuta wakili mwingine. Sasa hicho kitendo hicho ndio hakikufanyika. Kwa hiyo mahakama ya rufani ikasema hapana, kwa sababu Jaji Mwanga hakusimamisha ile kesi, kwa sababu Jaji Mwanga hakuipa taarifa bodi ya wadhamini wa chama, na kwa sababu Jaji Mwanga pia hakutoa taarifa kwa katibu mkuu wa chama kwamba Jebra Kambole wakili wao amejitoa, ili waone namna ya kuweza kuleta wakili mwingine au wenyewe waweze kufika. Ule utaratibu ulikuwa batili. Kwa hiyo mahakama ya rufani ikafuta huo mwenendo. Kuanzia siku ile wakili anaomba kujitoa na mambo mengine yote yaliyoendelea. Sasa mambo mengine yaliyoendelea, mnajua kilichoendelea ni kwamba ilikuwa ni amri ya kufungia, kufanya zuio. Kwa hiyo hiyo ndio ikafutwa. Walifuta hizo proceedings zote. Kwa maneno mengine, sasa uhuru wetu kawa umerejea kwa sababu ilifutwa. Once again mahakama ikasema sasa jarada hilo pia na lenyewe lilirudi mahakama kuu ili lianze kusikilizwa upya kuanzia pale ambapo wakili alijitoa. Kama tuko pamoja, kuanzia pale ambapo wakili alijitoa.